makamu mwenyekiti wa chama chetu, ndugu mwenyeji wetu, mwenyekiti wa mkoa wa kichama wa Kaskazini B, ndugu naibu katibu mkuu wa chama, ndugu mlezi wa chama chetu mkoa wa Kaskazini B, Sheikh Ali, ndugu naibu katibu wa organization, ndugu katibu tume ya uchaguzi, wajumbe wa kamati kuu tuliopo, wajumbe wa halmashauri kuu, ndugu viongozi wa mkoa wetu huu wa Kaskazini B, ndugu viongozi wa majimbo mbalimbali tuliopo, wa matawi mbalimbali, lakini kwa namna ya kipekee wapambanaji wetu, mawakala wetu katika kazi yetu ya uandikishaji, na ambao ndio hasa msingi wa kukutana hii leo. Ndugu wanachama wenzangu, mabibi na mabwana, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza naomba nichukue fursa hii niungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, katupitisha na katuwezesha tumefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Najua tuliomba mambo mengi, tuliombea nchi yetu, tuliombea harakati zetu, tulijiombea na sisi wenyewe. Inshallah Mwenyezi Mungu atakabali dua zetu na amali zetu, na iwe ni sadaka na ni dua katika harakati zetu hizi. Lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa kutuwezesha leo tukakutana katika jambo hili muhimu sana. Kwa namna kipekee naomba nichukue fursa hii niwashukuru viongozi wetu wa mkoa na viongozi wetu makao makuu ambao kwa pamoja wameweza kuandaa jambo hili na kulifanikisha. Lakini kwa namna kipekee naomba niwashukuru na nyinyi nyote tuliohudhuria. Na washukuru, tunafahamu pamoja na hali ilivyo ya maisha, pamoja na mapito tuliyopita magumu na tunaendelea kuyapita, lakini bado tumeendelea kuwakatisha tamaa wao badala ya wao kutukatisha tamaa sisi, kwa sababu juhudi zao kubwa wanazochukua, akikuja akakanyaga, wakapiga, wakafanya nini, halafu wakasikiliza mshindo, wakawa kama waliokata mlimao. Maana mlimao ukitaka ugomvi wake ukate, kama ulikata tawi moja atatoka 11, au si kweli? Sasa nawashukuru kwa hilo, kwa sababu mahudhurio yenu kwa kweli ndio mtihani kwao. Mahudhurio yenu ndio yanawapa homa, mahudhurio yenu ndio yanawatia fadhaa. Ndio tunaosema kwamba wengine wakashindwa kulala, hata wakasahau hata kuvua viatu. Kamkuta mtu kalala na viatu vyake, ukiuliza nini, mkutano wa leo Bumbwini, uambia wako katika wao ni hadithi, anasema wakati mwingine bwana, wengine hulala wakawa wamemwaga razi, manake hata kuvuta ile shuka huwashinda. Akalala paka watoto wakashindwa kuingia chumbani. Sasa yote ni kwa sababu ya haya mahudhurio. Nyie mnaona jambo la kawaida, lakini kuna mambo kweli kweli huko mnaoyafanya. Mnafanyia maneno ya vijana kitu kibaya kweli kweli kwa sababu tu ya mahudhurio.
Kwa hiyo mimi naomba niwashukuru sana. Tumeambiwa na sitaki niarudie sana kwamba madhumuni yetu ya kuja kukutana ni msingi wa kazi ambayo tumeianza. Kwa sababu tunachotafuta, tuko kwenye harakati, lakini mwisho wa siku tunachotaka ni mafanikio katika harakati hizi. Na ili tufanikiwe ni lazima kuna njia tuipite. Na moja ni hii ya mchakato wa kuandikisha wapiga kura. Sasa sisi tunafahamu vikwazo vilivyokuwepo, vilivyokuwa vimetayarishwa na vilivyofanyika, hila, ghilba, lakini pamoja na yote tukaweza kusimamia na tukaweza kufanikisha zoezi hili. Kufanikisha kwa kiwango cha kuwachanganya hata na wao wenyewe. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo sisi ambao mmetukabidhi dhamana hii ya kuongoza harakati hizi, kwetu sisi ni jambo kubwa sana. Na ndio maana tukasema tuende kwa wenzetu tukawaeleze namna gani ambavyo wametutia moyo, namna gani ambavyo kwa kweli kwa waliotuonesha, basi na sisi tumeshajika, tumesema kweli tunao wapambanaji. Kwa hivyo hizi pongezi zenu na ni pongezi zetu kwenu kwa dhati kabisa. Ndio maana tukaacha tuliokuwa nayo ratiba, ndio tumesema bandika bandua. Maana kama alivyosema makamu mwenyekiti, yeye mwenyewe hakujitaja, lakini na yeye alikuwa Dar es Salaam juzi, karudi jioni, asubuhi akataka kuja Pemba, akakosa tu usafiri, lakini jioni kaingia Pemba, jana kaamkia kwenye harakati hizi. Tukafanya mtambile wakati wa asubuhi, na jioni time kama hizi sisi tuko Kwale, jimbo la Ziwani, kwa ajili ya kuonana na wenzetu wa mkoa wa Chake Chake Kichama. Tumeondoka Pemba saa 11 na dakika 20, tumeingia mjini hapa takriban saa 12, lakini leo asubuhi tumeamkia Shangani Mkokotoni. Tumetoka pale tumemaliza saa 7. Baada ya kusali tukasema sasa tuje Bumbwini kwa wanaume wa shoka na akina mama mahiri. Kwa tunashukuru sana, lakini mimi niwaambie kwamba shukrani zetu, pongezi zetu si kwa sababu tu ya uandikishaji, lakini huu uandikishaji kwetu sisi umetuambia maneno mengi, umetupa ibra na bishara nyingi sana. La kwanza hilo tunalosema la kwamba utayari wetu, ujasiri wetu katika harakati zetu, kwa sababu wenzetu wao wamejitandikia, wametengeneza mazingira yote ya wizi, ya ghilba, yasiokuwa ya ungwana, ya faulu. Wametengeneza uwanja wakautia na mpira, ili hata akitokea kuanguka basi asitokea akaumia. Lakini sisi tumetembea kwenye gugu, kwenye pori la kweli kweli. Kule kwetu Pemba wanasema ni kama vile umekimbia kwenye mtema. Sijui mtema hapa mtauhitaji. Mtema yani ni pahala palipokuwa na pori pakafekwa. Ndio maana Pemba unakuta kuna miji mingi inaitwa Mtemani. Maana yake lilikuwa pori, watu wakafyeka. Sasa ukifyeka si vinabakia visiki vile.
Sasa kimbia hapo uje uanguke. Sasa sisi tumetembea kwenye mazingira hayo, na bado sisi ndio tukafika mwanzo kuliko wao waliowekewa carpet. Jamani, kweli si kweli? Mazingira yetu magumu. Sasa hayo hayawezi kufanywa na mtu ambaye hajui anachokitafuta. Hicho hawezi kufanywa na mtu legelege. Hicho kitafanywa na mtu jasiri, anayejifahamu, anayejielewa, na anaelewa kitu gani anatafuta. Sasa kwetu sisi, hilo limetupa moyo kweli kweli. Kama ni posho hapo, mmetupa posho kubwa kweli kweli. Posho nono sasa. Lakini pia imetuonesha kwamba hii safari tokea wenzetu, wazee wetu walivyoanza, tumeeleza, wengi hapa mnajua vizuri kwamba bado inao watu mahiri, inao watu ambao wanaweza tukamaliza na tukaifikisha pale ambapo wazee wetu walipambania kwa miaka yote waliopambana, wakati wa uhai wao, wakati wa maisha yao, wakati wa muda wao, wakaacha kila kitu chao, wakapambania jambo hili. Lakini tuna wenzetu mnawajua mbalimbali, waliouliwa, waliohujumiwa, waliofukuzwa makazini, waliovunjiwa majumba yao, waliofanyiwa dhulma mbalimbali, mengine hata si ya kusema. Kwa sababu ya hili, hao wanatudai sisi damu zao, sisi ndio ambao ni amana yetu. Wametupa amana ya damu zao, wametupa amana ya uhai wao, wametupa amana ya kujitoa kwao, wametupa amana ya dhulma waliofanyiwa, uchungu wao, hasira zao, uonevu waliofanyiwa, na maumivu yao yote yako kwenye kifua chetu na mabega yetu. Hii ni dhamana kubwa sana. Hii ni dhamana kubwa sana. Ndio maana unapomsikia mtu alikuwa kwenye harakati hizi, halafu akazisaliti tena kwa pipi tu, wengine wala hajapoa jambo kubwa. Nilikuwa naambia kule kaskazini kwamba wengine wamekaa kama tasi, hatiliwa jani la mpapai, kaingia kwenye dema tele, kai kwa kichwani, anasubiriwa kwenda kuliwa. Kwa kitu gani? Jani la mpapai. Aso ndo mnavokamata huko na chicha, sio tu hivi chicha. Kisha kamatwa, yuko anapiga kelele huko ndani, ambia subiri tu subiri ukangwe ulafi wako, na wakifika la mwanzo mnafanya si mnawatoa matumbo, wasitake tena kula. Sasa unamshangaa kwamba huyu binadamu, na ndio shida ya kuwa bora tumbo. Sasa sisi tumesema sisi watu waungwana, tunajua tunacho kitafuta. Sasa hili kwa hakika sisi, jamani, mmetupa moyo kweli kweli, na tukasema hili lazima tuje tuambie uso kwa macho. Natamani ningekuwa na maneno mazuri zaidi, lakini bahati mbaya sina maneno mazuri zaidi ya kuwaeleza. Lakini mjue tu kwamba kwa hakika mimi mmenikosha kweli kweli, mmenifurahisha, lakini mmenipa moyo, mmenitia ari zaidi ya kufanya kazi, kuendeleza harakati hizi. Zawadi, niseme kwa hili tulofanya, zawadi mnastahiki. Kuna moja ya leo, kuna moja hii, inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe, basi baada ya Oktoba
Hii ni kama vile mtu ukenda dukani umepungukiwa, si unaandika jamani? Kwa mwenye duka unaandikwa kwenye buku, si ndio? Mwisho wa mwezi, kwa mwisho wa mwezi ndio anakwenda kulipa. Na inshallah nasema mwisho wa mwezi wetu utafika Oktoba, tutakuja kulipa. Ili duka lisife liendelee. Tumefahamiana? Duka lisife liendelee. Lakini zawadi ya leo wanasema waungwana kwamba zawadi kubwa muhimu kwa mtu ambaye kafanya jambo vizuri ni kumpa fursa akafanya zaidi. Kwa sababu ukimpa fursa akifanya zaidi, inakuwa umemuonesha imani kwamba una imani naye. Na sisi tunaambia tuna imani na nyinyi kwa kazi mlioifanya. Inshallah tutawapa fursa ya kufanya zaidi. Lakini mara hii tutajitahidi kuwatengenezea mazingira mazuri zaidi na kuwawezesha zaidi ili tuweze kuifanya hii kazi kwa ufanisi zaidi. Labda wenyewe tu mtuambia tulipokusha kufanya basi. Huko wengine nasema tuko tayari kuendelea nayo. Tuko tayari? Hebu alikuwa tayari tunyenywe mkono basi. Nashukuru. Asante sana. Sasa baada ya hilo ambalo nawashukuru na wenzangu waliotangulia kuzungumza, wamelizungumza vizuri sana. Sasa baada ya hilo jengine la msingi tumesema kwamba hata kwenye mechi ya mpira mkishakuingia uwanjani, hata mkipiga chenga ngapi, hata sijui mkifanya kitu gani, game ya mpira inachohesabiwa nini? Magoli, si ndio? Watu wa Simba wamo leo, wa Ubwela wamo. Hongereni bwana. Hongereni Sheikh Ali, vipi? Na kuona umenywea. Umefurahi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mchezo ule ni nini? Magoli. Na sisi bwana, mchezo huu sio kuandikisha, ni hatua moja. Hatua ya pili ni nini? Magoli. Na magoli maana yake ni kura yako ndani ya sanduku. Sasa hatua ya pili ndio hiyo ambayo imesemwa vizuri hapa na naibu katibu organization pamoja na naibu katibu mkuu pamoja na makamu mwenyekiti. Mimi naizungumza kusisitiza tu kwamba na mimi nimo katika wasimamizi, kwa sababu ninajua safari yetu ili tuifikishe hii bendera ambayo mmenikabidhi, twende pamoja tukaichomeke, tuambie wazee wetu, jamani, mlotutuma tumelikamilisha hili hapa. Basi uchawi wetu, silaha yetu ni nini? Kura ndani ya kisanduku cha kura. Kwa hivyo ile kazi tuliopewa hapa, naomba sana, niwaombe sana na mimi, twende tukai simamia. Na mimi kipindi hichi baada tu ya Ramadhani niliwatembelea wazee wetu, baadhi ya wasisi wetu waliokuwa wapambanaji kwenye harakati hizi, waliokuwa wagonjwa, na wote kauli yao moja, jamani, mwaka huu mko pazuri. Mwaka huu Mwenyezi Mungu atuweke angalau mpaka mwisho wa mwaka tuyaone. Wanaomba wao, kwa sababu Mwenyezi Mungu atajalia atuoneshe yale ambayo tumeyapambania kwa miaka yote hii. Waambieni wenzetu huko, baada ya kuandikisha watafute tuzijue kura zetu. Hiyo ndio wasia wao, ndio walilotutaka tulifanya. Kwa hivyo na mimi nalifikisha kwenu kwamba tumetoka hatua ya kwanza, basi tujitahidi sasa twende hatua hii ya kutengeneza kura. Na tuko tayari? Tumesema tuko tayari, si ndio?
la tatu. Leo maneno si mengi, tumalize. Jambo la tatu, ndugu zangu, viongozi na wapambanaji wetu, tunasema tayari tumeshapata au tuko kwenye mchakato wa kutafuta nini? Wagombea. Sitaki nirudie sana yale aliyosema makamu mwenyekiti kwamba nini maana ya wagombea, nini maana ya harakati hizi. Dhamira kaieleza vizuri sana. Mimi nataka niwakumbushe tu, la kwanza kwamba hakuna mgombea binafsi, ni mgombea wa chama. Anatafuta tiketi yetu wanachama wenzake, au vipi? Ili ende akawakilishe, akawasemee wananchi wenzetu kwa mujibu wa utaratibu ulivyo, kutetea sera zetu, kutetea maono yetu. Maana leo hata mkipata rais akiwa wenu, si mtahitaji watu wa kwenda kutetea hayo mnayoyataka, mkapitishe sharia, si ndio? Sasa lazima sasa hawa ndio kazi yao. Hakuna anayekwenda kwenye biashara yake binafsi, wala ya familia yake, wala ya ukoo wake. Maana watu hufika pahala hizi nafasi hizi ukafikiria labda kama kwamba anakwenda kufanya biashara yake. Sasa ukiliendekeza sana hilo, utaingia uchawini, utaingia huko kwa wenzetu. Maana wao hawaoni, hawasiki, lao ni cheo. Yuko tayari atakuua ndugu yake. Si mmesikia? Hata hapa jirani kuna mtu mpaka leo hakuonekana. Iwe kapotea. Natokea utoto wake yuko kwenye mji ule. Miaka yote anakwenda mazoezi akirudi. Lakini mpaka leo kisa kenda kagombea. Kuna mtu huko haoni, hasikii, anataka naye mlango wa duka aikamue, aibe katika nchi hii. Kapotea hapo. Askari wameshindwa kutuambia yuko wapi. Nchi yote na majeshi yote na askari wote waliopo wameshindwa mtu huyu mmoja kujua kapotelea wapi. Sasa haya ni kutokana na watu nafasi hizi kuziweka mbele sana. Mnafika mnakuwa watu waajabu. Sisi tunachosema tufike tuchague mmoja, tubaki wamoja. Sisi tujue dhamira yetu kitu gani. Hizi nafasi zipo, zitaondoka au vipi? Si mnawajua waliokuwa wabunge, waliokuwa wakilishi, wengine wako wapi leo? Wengine wameamua kupumzika wenyewe. Ndio kawaida. Lakini taasisi ya chama itaendelea kubaki, si ndio? Nchi tunayoipambania itaendelea kubaki. Sasa tunawaomba tena, tusitazame mtu kwamba hili ni jambo lake binafsi. Hii ni njia sisi ya kupambania kile tunachokitafuta, ambayo ni nchi yetu. Sasa katika hili mimi niwaombe jambo moja. Kwamba nafasi hizi zote tunatafuta, lakini tusisahau nafasi ya udiwani. Jamani, tutafuteni wawakilishi wazuri, tutafuteni wabunge wazuri, lakini tutafute madiwani wazuri zaidi. Jamani, mmenisikia? Tutafute nini? Madiwani wazuri zaidi. Kwa nini? Sababu sisi tunachokwenda kufanya ni ili nchi kwenda kulinyoosha. Kwenda kuinyoosha. Manake
yetu ni mambo mawili makubwa, wenda kuipambania, lakini baada ya kuipambania na kuinyoosha iende kistaarabu, iende kweli kama nchi, iweze tuoneshe kwamba kumbe nchi hii ina uwezo wa kwenda mbele zaidi, angalau mara 10 kuliko hapa leo ilipo. Nchi limevurugwa. Sijui kama wenzetu mnayaona hayo. Nchi haijulikani nchi hii. Bana wenzetu Tanganyika hapo kwanza. Wenzetu Tanganyika wanafanya siasa, si ndio? Lakini si wamo kwenye nchi yao. Wanajua hawana shida, hawana mgogoro na mtu yoyote. Na ilipoguswa kidogo tu na Idi Amin, walitutolewa huku Bumbwini, si walitoka watu kwenda vitani. Tena wengi, si ndio? Wengine wakenda wengine wakarudi na ulemavu, si ndio? Kutetea nini? Nchi ya Tanganyika. Lakini sisi hatujijui kwamba tuko kwenye nyumba imeshauzwa, au nyumba hii imekodishwa, au tukachukua mkopo kashaiweka rehani nayo. Maana mikopo hii tunasikia imezidi, si ndio? Na mengine tunaambiwa wanalipa mabwana zetu huku. Au mtu kachukua kampa hawara yake, hatujui. Na tumo lakini hatujijui. Na wenzetu huko hata hawajali kabisa, hawana habari hiyo. Hana habari hiyo. Na ukimgusa ndaro zake, unataka kutoa nchi. Ulize nchi gani we? Nchi hii iko wapi? Nchi hii iko wapi? Tunaona mambo haya kama ni kwa wao hawajali maneno ya wazungu, they don't care. Wao hawajali, haiwashughulishi. Ndio maana pale kwa bunge la, maana kitu cha ajabu, laiti ndugu zangu, ndugu viongozi, mngeyaona yale yaliyomo ndani ya bunge, yaliyomo ndani ya hiyo katiba inayopendekezwa, eti wale ushabikia na kutaka ipitishwe kwa nguvu. Wallahi mtazimia sawa jamani, Mwenyezi Mungu mkubwa, kwamba dubwesho lile halikupitishwa, kwamba lilifia njiani. Alhamdulillah tulilitungua, likatunguka, likaanguka chini kama mchawi aliyepotea njia. Lakini ilikuwa na kama kubwa. Wallahi mimi nasema ni mwenyewe Mwenyezi Mungu kutaka kutunusuru nchi hii, angalau iheme, iendelee. Lakini kwenye ile niliwahi kuandika makala, siku moja itabidi nije niwakumbushe tena. Niliwaambia mambo 7 ambayo yangeiangamiza Zanzibar katika ile katiba iliyopendekezwa. Wazee wetu walitupa dua, ambia sabati muatilati na sabati muallakati. Kwa hivyo na ile ilikuwa katika mambo 7 ambayo yangetuatili, yangetumaliza kabisa. Sasa wewe unakwenda kuunga mkono katiba inayopendekezwa. Kwanza unaambiwa kwamba utakuwa kwenye serikali 2 kwa kudumu maisha yako. Ukitaka kutoka, maana sasa hivi tupo angalau katiba ya sasa ina ujanja, lakini angalau inatoa fursa. Maana moja katika jambo liloelezwa kwamba kuwepo au kutokuwepo Jamhuri ya Muungano, maana yake ni kwamba kisheria tuna haki ya kusema tunataka au hatutaki. Kwa utaratibu wa sasa, kwa katiba ya sasa, muungano ni jumuiya. Maana katiba imesema tuna haki ya kupitisha sheria, bunge linalo haki ya kupitisha sheria ya kuwepo au kutokuwepo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake muungano huu
unaweza kupitishwa sharia siku moja ukasema jamani Lakini katiba ile ilikuwa inasema serikali mbili ambao ndio madhila yenyewe, ndio ukoloni wenyewe, ndio udhalilishaji wenyewe. Basi isema ule ni wa kudumu, tukitaka kuubadilisha lazima tuende kura ya maoni. Na kura ya maoni hiyo wale ambao wametutia jela wakubali tena kwa theluthi mbili ya kura. Maana yake ni kwamba nyinyi sio tu mmefungwa maisha, mmefungwa milele. Mshanifahamu jamaa? Ardhi zilikuwa liwe jambo la muungano ndani ya katiba ile. Watu labda walikuwa na mipango yao. Lakini chini ya katiba ile ilikuwa kuna kitu kunaitwa ukuu wa katiba. Kwamba ile katiba ya muungano ndio itakuwa kitu kikubwa, yani ndio kitakachotawala. Mimi niliwauliza, na ndio ilikuwa ya mwanzo kabla kujitoa wewe, lakini wa mwanzo nilijitoa kwenye kamati ya uandishi. Nikasema siwezi kushiriki kuandika katiba ya namna hii ya ajabu. Tumeelewana? Kwamba lolote litakalopingana na katiba ya muungano hilo litakuwa batili. Nikawauliza, hizi sharia za Kiislamu nazo ndio katika sheria zikipingana na katiba hii nazo zitakuwa batili? Maana kule Zanzibar sasa tunatumia sharia za Kiislamu katika mambo ya Waislamu, na alikuwa mwenyekiti wala hata hakufikiri mara mbili. Sasa ndio maana yake mila na desturi zitakazopingana na katiba ile zitakuwa batili. Maana yake wewe kama una mila yako, una desturi yako, bwana mkubwa akisema hii inapingana na katiba, maana yake lazima uiache. Na kwa sababu la muungano ukikataa ama utachukuliwa hapa au utapelekwa kama uamsho Dar es Salaam, Guantanamo. Ndio maana ile kitu kilikuwa ni cha ajabu, kwamba kuna mtu Mzanzibari wa kweli, sio wa kuchovya. Hakuchovya, hao wengine hawana shida, wao liwe lisiwe hata habari. Lakini Mzanzibari wa kweli, muungwana, Muislamu, anayejali nchi yake, akaenda akakubali kitu cha ajabu kama kile. Na wakakubali na ndio wanaosema wengine watu wazima wanaume wakakata viuno. Unajiuliza hawa wamepewa nini? Sasa hayo ndiyo ya wenzetu waliko wao. Tunasema nchi hii imevurugwa, hatujijui kama ni kata, kama ni mkoa, kama ni kitu. Ndio ilivyo. Katiba muungano haisemi hivyo. Nchi hii kwa tulikotoka, ndugu zangu, na ustaarabu tuliokuwa nayo, maana sisi tumeanza kuwa na serikali, tumeanza kuwa na mahusiano na nchi za nje. Wa Marekani wameleta balozi wao hapa mwaka 1837. Jamani, sio 1900. Sisemi kwa kukosea. 1837 kuna balozi wa Marekani kuiwakilisha Marekani ndani ya Zanzibar. Na tunafahamiana, ndani ya dola ya Zanzibar 1837. Na bwana huyu akiitwa Richard Waters ndio sababu ya tukapata kijiji cha Selemu. Mnafahamu? Ni wadokolee kidogo. Naam, ni wadokolee kidogo. Huyu bwana Richard Waters alikuwa balozi wa Marekani, uko kwao alikuwa akitoka. Ni mji unaitwa Salem, Massachusetts. Sio nimeipatia banake. Ndio alikokuwa akitoka. Alipokuja hapa Zanzibar, alikuwa na rafiki yake akiitwa Captain Hassan, ambaye alikuwa msaidizi wa sultani.
wakawa marafiki wakubwa. Walikuwa wakitoka mara nyingi wakenda wakitembea. Yule bwana Captain Hassan alikuwa na shamba lake huko Selem. Wakati huo hakujaitwa Selem. Alikuwa na shamba lake kubwa. Akitoka na ubalozi wakenda kutembea kule kupumzika, yule bwana alikupenda sana. Na Captain Hassan akamwambia, basi sikiliza, we nataka ukija hapa ujione kama uko nyumbani. Ndio asili akaita shamba lake lile Salem, sio Selem. Selem ndio sio Waswahili. Lakini ni Salem. Haya siyasemi mimi, yamo kwenye kumbukumbu zimeandikwa za nchi hii tukufu ya Zanzibar. Huo ni mwaka 1837. Jamani niulizeni, 1837 kulikuwa na Tanganyika? Kulikuwa na Usagara? Sijui na wapi? Sijui na kulikuwa na Tanganyika? Haikuwepo. Kulikuwa na Malawi? Kulikuwa na Uganda? Kulikuwa na Kenya? Kulikuwa na Burundi? Kulikuwa na Rwanda? Sisi tayari wakati huo dola kamili. Wa Marekani wametuheshimu wakasema huko kuna wenzetu, tupeleke mtu wa kutuwakilisha. Waingereza wakaleta balozi 1841. Wakamtoa India haji hapa. Wa Faransa, wa Belgiji, Wataliana, wote hawa nchi hii leo tumekwenda, shida yetu hao wenzetu tumefika pahala leo eti nchi iliyokuwa hivyo leo rais wa Zanzibar au kiongozi wa Zanzibar hawezi kwenda hata hapo Kenya akafahamika, maana hajulikani kule wamwite sheha au diwani. Ndio kweli jamani, inauma, si ya kucheka lakini anachekesha. Sasa wenzetu ndio mtu akwambia maana yake wewe nataka kutoa nchi hatuto. Nchi gani rafiki yangu iliyofika hapo? Zanzibar hii sisi, Kenya Mombasa ilikuwa sehemu ya Zanzibar. Si mnafahamu jamani? Tuliwakodisha Waingereza mwaka 1887. Baadaye tukaikodisha kampuni ya Kiingereza mwaka 1895 kwa mkataba maalum mpaka Oktoba 5 mwaka 1963 ndio tukaingia makubaliano kuwapa Kenya Mombasa. Kuwapa tena wakatulipa na fidia. Na tarehe 5 Oktoba mwaka 63 mpaka tarehe 4 Oktoba mwaka 63 Mombasa ni sehemu ya Zanzibar. Ndio maana kulikuwa zamani na mainland Zanzibar. Leo tuna Tanzania mainland. Zamani tulikuwa na mainland Zanzibar. Tumefahamiana? Zanzibar ya bara. Hapo ndio maana Kenyatta alipokwenda akapewa tenda ya kwamba atuchukue, atudhibiti, atuweke kama tulivyowekwa na Nyerere. Kenyatta pamoja na nia Kelagana hawa watu waungwana sana. Juzi tu wamenipa Mombasa yote, halafu nikawafanyia hiana ya asiwezi mimi. Jamani, haya hatusemi sisi. Haya hivi sasa tunavyozungumza wanaandika wenyewe watu wa Tanganyika. Haya yote haya hatusemi. Maongea nasema unaleta fitna, unaleta fitna na nchi yangu. Unawazimu rafu. Wewe unawazimu, umelewa pombe gani? Fitna na nchi yangu. Hala. Wanaandika wenyewe. Juzi nilikuwa nasoma kitabu imeandikwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wameeleza njama zote hizi tunawaambia.
Vipi Zanzibar iliingizwa kwenye muungano kwa hila, kwa ghilba, kwa nia ya kuidhibiti. Mawasiliano yote, njama zote wameandika wenyewe. Ndio kuwahimiza vijana, someni vijana. Someni ndio mtakavyoweza kuja kusimamia nchi yenu. Na niwaombe wazee wa Kaskazini B, wahimizeni vijana. Asikae huko mtu akadanganywa utapewa ajira. Ajira utaipata wapi? Na wenyewe wengine mnaogopa kwa sababu watoto wenu wameahidiwa ajira au vipi? Situmo humu ndani. Sasa ikiwa atakuja kuajiriwa kupiga deki rafiki yangu. Lakini hawezi. Heshima, lazima arudishe heshima ya nchi yake. Sasa huko ndio tulikotoka. Leo tumefika pahala eti Zanzibar haiwezi kwenda kushiriki hata vikao vya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hawa wote waliokuwa hawapo leo eti ndio wamekuwa wakubwa, vikao vao sisi watoto wadogo hatuwezi kushiriki. Ajabu gani hii? Hatuoni haya, hatuoni aibu. Tumetoka huko, leo tumeambiwa tumekuwa kama chokora. Hatuna baba, hatuna mama, hatuna nyumba. Watu wakikaa sisi tunaambiwa labda uitwe tu. Na wewe ukavishwe, saa nyingine tunaitwa kwenda kuhashuliwa maneno ya eti na wewe ndiye. Jamani. Sasa tunachosema siasa yetu ya kwanza, sisi tunaelewa kwamba kwa sasa hatuna nchi, tunapambania nchi yetu. Na ili tunasema kinywa kipana kwa sababu wengine wanasema wewe unataka kuvunja muungano. Muungano kwa ni faradhi au sunna? Hatukufaradhishiwa, hatukusuniwa hayo. Hata kama tuliingizwa, lakini walituingiza kwa mkataba maalumu. Wanawaambia wenzangu, na naomba na nyinyi wakumbushe. Sasa hivi ukihoji muungano, yani kama wewe umefanya batili moja kubwa sana. Yani kama umefanya uhaini. Si tuna mkataba? Eti jamani, sisi tumo ndani ya nchi yetu. Tuliungana na Tanganyika wakiwa nchi huru, tukiwa nchi huru, kila mmoja alitoa ujana dume wake. Kosa letu sisi kukubali, tukafanya kwamba basi tuingize yote ndani ya serikali ya muungano. Lakini sisi tunachojua, tuna mkataba na mkataba ule bado ni halali. Tuna haki ya kusema tufike pahala, tufanye tena, tukae, tuzungumze juu ya mkataba huu. Unatubana, hatuwezi kukubali. Nchi gani utakuwa wewe huwezi kufanya lolote? Huna fedha, huna kodi, huna bandari. Maana wenzetu wanajitoa fahamu tu. Lakini kwa mujibu wa katiba ya muungano, bandari si ni jambo la muungano? Eti jamani. Sasa leo jenga bandari, kesho kule kaja kawa mwenye serikali ni mwingine, sio wa CCM wanaofanyiana nini hisani. Katokea mtu kule kaapa kwa katiba ya muungano, nitailinda, nitaifanya kitu gani, si ndio? Akifika nasema tu jamani, mimi niliapa kulinda katiba hii. Bandari si jambo la muungano. Hebu tutizame orodha ya mambo ya muungano. Ni kweli. Inakuwaje Zanzibar mwe na bandari yenu? Hii bandari ya muungano. Sisi tuna uwezo wa kuwazuia Watanganyika wasichague rais wanayemtaka. Waulizeni wao CCM. Wana uwezo wa kuwaamulia Watanganyika. CCM wa Zanzibar wanaojitia hashuo. Waulizeni, wana uwezo wa kuwazuia Watanganyika wasichague rais wanayemtaka? Naam? Sasa kama hawana, wakichagua rais ambaye atakuja kusema kesho, nimefika hapa Novemba, kesho yapishwa, anasema jamani, kwa mujibu wa katiba hii bandari jambo la muungano. Ni mnajitia sijui Mangapwani. Mshachukua ardhi za watu zote.
au si kweli jamani? Maana leo mtu wa Mangapwani kaanza tokea zamani, watu wamechukua wakipeana, hakuna fidia, hakuna kulipwa, na wanaendelea watu kuchukua, si kweli? Maana walianza huko Pwani, sasa wanakuja majumbani juu. Kweli si kweli jamani? Lakini bandari hiyo inaambiwa ni jambo, anasema bandari ni ya jambo la Muungano, kuanzia kesho kutwa na mchagua Martin nani sijui kuja kuwa mkuu wa bandari. Utamfanyaje? Maana jeshi umempa yeye, polisi umempa yeye, utakuja kufanya nini? Utamwagarazi? Labda ndio litakalobakia. Lakini utakuwa una lipi linalokulinda? Atakuja atasema, sikilizeni, kodi ya mapato, jambo la Muungano, pesa zote zinazokusanywa zinasema zije Dodoma. Una jambo la kumzuia? Atasema ushuru wa forodha, jambo la Muungano kwa mujibu wa katiba. Nyinyi inakuwaje? Zinazokusanywa zibaki Zanzibar, zileteni Dodoma, tutawagaia tunazotaka. Ndio ilivyosemwa kwenye katiba. Zikishakusanywa mtagaiwa wanazotaka bwana wakubwa. Yaani unajua kitu cha ajabu, unamkuta mtu kweli wa Zanzibar ana akili timamu, tena anaitwa kiongozi, jambo hili analitetea, jambo hili halimshughulishi. Ukisema we eti we unakuwa sasa mbaya. Hao ndio azimu kweli kweli. Na bora ingekuwa ndazi mtu kapeleka kidogo chekundu. Mungu kawapa maradhi magumu sana, kwamba umefika kiwango hicho. Sasa sisi tunasema sikilizeni bwana, hii ni nchi yetu, tuna dhima, tuna dhamana. Wazee wetu wamejitoa, wakajitolea. Tena sio wazee wetu wa kuanzia kafu tu. Jamani, mzee Karume ndio alioanza mapambano ya kudai haki za Zanzibar. Ndio maana akaanzisha PBZ. Anakuja mtu leo anasema kirahisi tu, lakini sababu ya kuanzisha PBZ ni nini? Anasema haiwezekani. Hili wala si siri, limeandikwa kwenye vitabu kwamba Karume kafa hazongei, hawazungumzi na Nyerere kwa sababu wana ugomvi kuhusu namna gani muungano unavyoendeshwa. Hili si jambo la siri, tukumbushane, tuelezane, tusilione haya. Huwezi kuonea haya haki za nchi yako halafu wewe ukawa mtu kamili. Una mushkeli hata kama una maslahi. Basi maslahi kwa kitu kidogo hicho. Kwa nchi, uuze nchi, watoto na wajukuu zako waje wawe wageni katika nchi. Toa mijitu hawa watu ajabu. Ndio leo maana wamefika pahala wanachukua nchi wanawapa wageni wasiostahiki. Mtu anapoanza na ID, manake ndo anapewa utambulisho kwamba wewe nchi hii ni yako, una haki ya ardhi, una haki ya kupiga kura, una haki ya kuchaguliwa. Hatari. Jamani, tunakabiliwa na tunaposema mwaka huu ni wa kuinusuru Zanzibar, ndugu zangu mtufahamu. Hatukusudii kwamba siasa tu, hizi si harakati za ACT Wazalendo. Hii ni za Wazanzibari, na ndio maana tunawaambia Wazanzibari wanatuletea salamu kila siku kwamba mara hii na wao wameamka, hawakubali tena, wameshaona wanakopelekwa siko. Ndio maana nasema hawa jamaa nyinyi ni swala la muda. Tushatarishia visa. Naam. Sasa huko ndiko tuliko nchi hii. Ndio maana nchi hii imedamirika. Tuna nchi wenzetu wadogo kabisa. Mauritius hapo, kisiwa kiko huko katikati ya bahari. Kila mwaka watapigwa na kimbunga. Wana watu ardhi yao kubwa, yetu sisi Zanzibar ni kubwa kuliko wao.
wao ni kidogo zaidi kuliko sisi. Sisi tuko pahala pazuri, sisi tuna rasilimali nyingi zaidi, lakini leo wanatupita mara 10 kiuchumi. Wanakusanya mapato yao, bajeti hii ambayo inamalizika, mapato yao na ukusanya ni shilingi sawa na shilingi trilioni 11.6. Sisi Zanzibar ngapi? Trilioni 1.7. Ndio makisio yetu tutakayo kusanya. Wale wanatumia kitabu gani, wana mtume gani ambaye sisi huku hatuna? Wana miujiza gani? Miujiza yao ni kwa sababu wana mamlaka juu ya kuendesha nchi yao. Wana viongozi waadilifu, wana viongozi wenye maono, wana viongozi ambao si mafisadi. Wana viongozi wanaojali kwamba wana dhamana nchi. Nchi ndogo kama sisi wamefanya uchaguzi, upinzani umeshinda na wanaendesha. Hawakupigana, hawajauana, na wao kule kuna Wachina, kuna Wahindi, kuna Waswahili, mchanganyiko. Hawajasema haiwezekani. Sisi ndio sijui tulofanya kitu gani, ndio ujinga wanaotuzia hapa. Tunawaambia tuna nchi Afrika Kusini, hawa Afrika Kusini wamepigana miaka 70. Wa miaka mingapi? 70 wanadai nchi yao. Kwa miaka 70. ANC tunajua sote. Mandela peke yake kakaa miaka mingapi gerezani? Miaka 27 yuko gerezani katika harakati. Wameuliwa wangapi? Morogoro hapo wana kambi kabisa, Mazimbu sijui wapi. Wamehujumiwa, wakiuliwa viongozi wao kila pahala walipokuwa. Lakini leo wamefika pahala 94 wakapata uhuru. 94 juzi. Na wamefanya uchaguzi mwaka jana 2024 wamefanya uchaguzi. ANC pamoja na kuwa yeye ndio chama cha ukombozi, chama cha Mandela, mwaka jana wamepigwa mwereka. Wameshindwa kupata 50% ya kuendesha serikali. Wamepata 40. Imebidi washirikiane na wenzao vyama 10 kuendesha nchi. Wameunda serikali ya umoja wa kitaifa ya vyama 10. Wale si wa Afrika? Eti jamani, mbona hakufanya ubabe? Naam jamani, mbona hawakwenda wakafanya ubabe? Sisi tumepigana miaka 70. Leo hapa kuna watu wanajipaka mapinduzi, ukimtizama sema hata wewe hata na wewe pia, maana hata kuigiza haifai. Naam kabisa. Lakini yeye alojipaka wala sio ya Simba, kachukua paka kamchinja ndoka. Wenzetu hao Afrika Kusini wana viwanda vya silaha, wanatengeneza bunduki, wanatengeneza maroketi, wanatengeneza vifaru, wanatengeneza marisasi. Wao ndio watengenezaji, ndio wenye viwanda vikubwa vya kijeshi ndani ya Afrika, na ndio mawakala peke yao wa nchi kama Urusi ndani ya Afrika. Mbona kwenda kuchukua risasi na bunduki wakasema sisi lazima tuendesha nchi, hatutoi nchi? Wana akili. Wasema hapa muhimu wananchi walivyoamua ni hivi. Ndio ustaarabu wa kuendesha nchi. Kwa sababu uchaguzi ni kwamba umepewa dhamana uwaendeshe wenzako. Linalokuja ni kuja ukawajibika. Wewe umepewa dhamana, unataka kwa nini ugomvi wako kuja kurudisha hesabu? Miaka 5 imepita, tuletee hesabu. Sisi tunakwambia umeiba hichi. Mkali akiambiwa mtu kaiba, na wakati tunamuona
Unamuuliza, mdomoni mmejaa, hata kujibu hawezi. Lakini mkali kama yeye anasema mimi sijadokoa. Mbona mdomoni umetia upande wa kuku mzima, umetia wewe mdomoni? Maana hata yeye namna kudokoa hawajui. Wewe unakuwaje? Mtu anaiba kisu kimoja bilioni 10. Naam. Kijana ndo ambia. Sasa hivi tunakagua tu mshipa. Siku tukija tukufanya operation mkae mbali. Maana huu umejaa damu fuiza au na maji. Tumesikia? Sasa huyu mkali hataki uchaguzi, hataki haki, hataki, kwa sababu anayajua. Nyie watu wa Bumbwini, nyie watu wa Kaskazini B, nyie shahidi. Si amewafika huko? Watu ndio wanachokitaka. Tunasema haiwezekani nchi hii mwananchi afaidike na mali yake. Imechukuliwa ardhi yake kufanyiwa uwekezaji, yeye ndiyo afaidike, asitokee bwana mkubwa akajitia eti serikali, halafu akapita mlango wa nyuma, yeye ndo akauza akafaidika na familia yake. Unakuwaje wewe kiongozi kwa mshahara wote unaolipa na serikali, unapata bilioni 8 keshi za kwenda kununua kitu, kufanyia mradi? Yapo, naambia mshipa tukiupasua huu mkae mbali au msogee muone jinsi ulivyokuwa mchafu. Sasa hivi vita wanavyofanya, ghilba wanazofanya, wakifika kwenye nyumba za ibada, amani, amani. Hatujui amani gani huyo asilokuwa hana baba wala hana mama. Maana baba wa amani ni nini? Haki. Mama wa amani ni nini? Uadilifu. Hasa huna uadilifu, huku unahubiri amani, huku unakwenda kupanga watu, unanunulia na risasi sijui na nini kwenye vipolo, wende wakahujumu wenzao. Halafu huku uandikishaji hapa, si tumeona umeandaa Interahamwe, vikundi vya hujuma nje ya utaratibu uliowekwa wa kiulinzi. Maana uliwekwa utaratibu wa kiulinzi, nani ashiriki, nani asishiriki. Wewe umeunda kikundi pembeni kwenda kuchukua watu wakafanya hujuma. Upo. Tunaona leo watu wanauliwa, roho ya mtu inatolewa. Umemsikia kiongozi kuna hawajali watu. Huko ndio tuliko. Kwa hivyo ndugu zangu, tunachosema sisi tuna dhima, ndio ninalotaka kuambia kumalizia. Ndugu zangu viongozi, ndugu zangu wapambanaji zetu, tumo kwenye harakati hizi, tuna dhima kwa Wazanzibari. Nawe imetutuma, na ndio maana salamu hizi tunazileta kwenu. Jamani, walimu tegemeo lao ni sisi. Wafanyakazi wa umma, najua wamo na ndugu zenu, wengine na wenyewe. Leo mfanyakazi wa umma anakatwa pay, anakatwa ZSSF, bima ya afya. Kama yeye na mke wake, fikiria ndani ya nyumba hiyo umechukua pesa ngapi? Si kuna watu umwe na wake zao wanafanya kazi au vipi? Ukisha kuzichukua zote, nyumba pesa ngapi umezichukua hizo? Halafu pesa zinakwenda kwenye mfuko ZSSF, umefanya mfuko wa serikali, watu wa maelekezo, zitumiwe kifisadi wanavyotaka. Tunasema sisi haiwezekani kabisa. Haiwezekani kabisa. Hii tarudi kwa wafanyakazi wenyewe wakafaidike na nguvu zao na jasho lao. Nchi hii imejazwa ufisadi. Tunasema mwananchi wa Bumbwini, wa Mangapwani, ardhi yako ikitakiwa, ikionekana inafaa kwa uwekezaji, wewe ndio utafaidika, wewe na watoto wako na wajukuu zako na vitukuu vyako na vilembwe
ni haki yako, ndio rasilimali Mwenyezi Mungu aliyokupa. Inakuweje? Sisi serikali tutakuja kukutoza kodi kwa hiyo pesa utakaoipata. Ndio utaratibu, ndio ungwana wa kiserikali. Na serikali itatoza kodi kwenye hizo biashara zitakazofanyika. Ndio serikali inavyoendeshwa, haifanyi ghilba, haiwafanyi ghilba wananchi wake. Nchi ikiwa na wananchi masikini, na nchi yenyewe itakuwa masikini. Lazima tuwajenge wananchi wetu wawe na kipato, wawe na maisha mazuri, ili ndio na nchi nayo itakapokuwa na maisha mazuri. Ndio tunalo lisema, jamani hilo baya. Nye hamwijui dhulma zinazopita. Sasa tunasema hili nchi limevurugwa. Hili nchi limevurugwa. Inaonekana kama tuko masikini, tumbe ni matajiri. Kati ya utajiri katokea mtu, wametokea kikundi cha walaji, jamhuri ya walaji. Wamejivisha jina la CCM. Ndio wanachofanya. Usifikiri kila CCM haya anayapenda, haya anataka. Ndio maana tunaambia wa Oktoba naondoka. Kwa sababu CCM ndio wanaosema sio huku. Hatutuioni tena CCM. Sasa kuna jamhuri ya walaji. Kuna jamhuri ya walaji. Na ndio maana nikasema jamani wa udiwani mwende kwa sababu udiwani ndio tutaka kuanza kwenye halmashauri, kwenye serikali za mitaa. Ndio tutaka kuanza kufanya mageuzi, halmashauri ziwatumikie wananchi, kwa sababu ndio serikali za. Hatutaki yale maneno ya mzee wetu mmoja aliwahi kumwambia mzee Jumbe. Mzee Jumbe, mbona wenzetu wamenunua punda, wapanda punda, sie mbona tunanunua punda, tuwapandwa ni punda? Maana mtu akitafuta punda si ampeleke safari yake. Lakini sisi imekuwa huyo punda ndio yuko migongoni mwetu, hatuwezi. Yeye ndo anasema nipelekeni safari yangu. Maana yake nini? Kwamba watu hupata serikali ikawatumikia. Sio kwamba serikali iwe mzigo kwa watu. Leo serikali imekuwa mzigo kwa watu. Hizo kwanza hizo halmashauri na hiyo serikali kuu. Sasa tunachosema ndugu zangu ni kwamba hayo mwisho. Hayo inshallah Wazanzibari wanasema hayo mwisho. Hayo sasa mwisho. Sasa labda mseme nyinyi watu wa Kaskazini B kwamba haya bwana sisi tunastarehe. Tunataka kujengewa bandari, si ndio mnavyoambiwa? Njia unasema sasa zimetengenezwa zote na maskuli ya ghorofa, si ndio? Maskuli mtoto anakwenda skuli ya ghorofa lakini kaondoka nyumbani hajala. Ana mkoba wa kipolo, ana suruali na madirisha. Kiatu kimoja buluu, kimoja manjano. Huyo anakwenda kusoma wapi? Kaondoka asubuhi hajanywa chai, anarudi nyumbani hakuna kitu saa 7. Sasa hiyo ghorofa inakuwa kama jeneza la dhahabu. Maiti ukimwekea jeneza la dhahabu, ukimwekea la bao, ukimwekea kitanda chaka, kina tofauti gani? Tunasema. Kwa hivyo ndugu zangu, tuko pamoja, tuko tayari. Hayo ndiyo tunaokwenda kuyasimamia. Tusimame, tupambane. Mengine inshallah tutakuja kuzungumza. Tuna raundi mwisho wa mwezi huu, tunaanza bandika. Tutakuja kuzungumza mambo yetu. Kwa leo naomba niwashukuru sana tena, na naamini kwamba tuko pamoja. Asanteni kwa kunisikiliza. Si wazalendo. Asanteni sana.